Mambo vipi mwanafamilia wa film Oreni, tuko hapa kupeana zile taarifa zote za kiburudani na habari ambazo zinawahusu mastaa wetu kutokea hapa ndani ya mipaka ya Tanzania. Bana, baada ya masaa machache mwanadada Nicole kuachiwa bwana, tunafahamu kwamba mwanadada Nicole alishikiliwa na jeshi la polisi, mwisho wa siku akapelekwa pale mahakamani na kutakiwa alipe dhamana ili aweze kuachiwa kwa makosa ambayo yalikuwa yakimkabili ya kukimbia na pesa za watu kwenye masuala ya mambo ya upato. Sasa finally tumeona mwanadada Nicole tayari ameshaachiliwa, amekamilisha vigezo vyote vya dhamana, na paka mdau ambao tunaongea mwanadada Nicole tayari kashatoka pale katika maeneo ya Vizimba, sasa hivi yupo huru. Sasa baada ya mwanadada Nicole kutoka, baadhi ya mastaa na wadau kutoka hapa Tanzania bwana wameweza kumsihi mwanadada huyo kwamba atulie kabisa, kwani haikuwa rahisi kwa kesi ambayo ilikuwa ikimwataki na kumfesi. Kwa hiyo watu wamemsihi kwamba Nicole anapaswa atulie, maana maadui ameshawaona wakati yeye anasota kule Lumande. Kuna baadhi ya watu walikuwa hawapendi kuona Nicole akifanikisha swala zima la dhamana ambalo litamfanya awe huru. Kama mdau ambavyo tunaongea hapa, Nicole tayari yuko huru kabisa, yupo uraiani. Sasa wadau ambao wanampenda na ambao wanamtakia maisha mema mwanadada Nicole wamemsihi kwamba akae kwa kutulia, maana wale ambao amewafanyia ubaya kwa kutapeli pesa zao wapo uraiani huku. Kwa hiyo akimake mistake moja tu basi inaweza kumfanya akayumba kimaisha yake kinamna fulani. Sasa ni baadhi ya watu, lakini katika hizo comment ambazo watu wamezomention pale baada ya mwanadada Nicole bwana kuthibitisha mwenyewe kwamba yupo huru bwana, kuna baadhi ya watu wameonekana kwamba kumpinga na kusema kwamba ingekuwa hamli yetu usingeachiwa. Kwa hiyo kuna pande mbili hapa. Kuna pande ambayo inaonekana kabisa hawakutaka kabisa mwanadada Nicole kuachiwa huru, walitaka mwisho siku aende gerezani kwa makosa ambayo ameyafanya. Lakini kwa upande wa pili bwana, kuna watu ambao wanania nzuri kabisa na mwanadada Nicole kwa kumsihi kwamba akae kwa kutulia, aache mapepe, kwani maisha siku zote yanatufunza mengi sana. Miongoni mwa watu hao alikuwa ni Steve Nyelele, ambaye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanataka kabisa litembezwe pale bakuli kuhakikisha kwamba Nicole anapata ile pesa ambayo ya dhamana ambayo mahakama ilikuwa inahitaji kwa mwanadada Nicole ili aweze kuwa huru. Sasa Steve Nyelele pia amemsihi mwanadada Nicole kwamba atulie, kwani haikuwa rahisi yeye kukamilisha hichi ambacho amekwenda kukikamilisha. Watu wengi sana wameshapotea kwenye kesi za design hii. Kwa Steve Nyelele bwana akiungana na watu wengine wamemsihi mwanadada Nicole atulie kabisa, aachane na yale mambo, hakikisha kwamba maisha yake yanaenda vizuri kabisa, kwani wale ambao amewatapeli wapo uraiani. Kwa hiyo akimake mistake moja basi inaweza kumsababisha kurudi pale alipotoka kwenye kesi kama hizi. Sasa hao walikuwa ni wadau pamoja na Steve Nyelele. Vipi kwako wewe, unaungana na Steve Nyelele na crew yake kwa kumwombea maisha mema mwanadada Nicole baada ya kuachiwa huru pale baada ya kukamilisha vigezo vyote vya dhamana na mwisho siku akapata dhamana na ametoka masaa machache hivi punde? Au vipi, mahakama imekosea kumwachia mwanadada huyu Nicole kwa yale yote ambayo ameyafanya? Mimi naitwa Dimswat, paka pale baadaye, bye bye.